Hapa wapo wangetuambia. Yaani yupo kwenye mahusiano. Wapo. Yuko kwenye mahusiano, hawezi kutoka. Yeye anatafuta upendo na upendo haupati, alafu kafungwa. Kwa hiyo ana bleed, damu zinatoka huku, damu zinamwagika huku, lakini yuko pale, hawezi kutoka kwa sababu anazania nikitoka nitaishia. Si ndio? Hajui kwamba yuko aliyemuumba anampenda. Na yeye analia kila siku, jamani huyu mbona, kwa nini mwanangu anahangaika? Kwa hiyo yupo kwenye na hii ndio kwa kafungwa, hawezi kutoka, anaumia, lakini yuko. Angekuwepo hapa angetupa ushuhuda. Na jamaa anasema wapo, tuendelee tu tuaje. Kwa hiyo kuna watu wapo kwenye hali hiyo. Hawezi kutoka, yeye alikuwa anatafuta upendo. Akazania mwanaume au mwanamke atampa upendo. Kaingia, hajakutana na upendo. Anaumia, anachomwa na miba. Na sio miba hiyo, zile nyavu, sengenge. Asante bana. Anachomwa na sengenge, hawezi kutoka. Hawezi kutoka. Anaumia kwa sababu yeye alikuwa anatafuta upendo, lakini hana upendo. Hizo zinaitwa toxic relationship, mahusiano yenye maumivu. Unamwona huyo naye anafanyaje? Huyo anafanyaje? Yupo kwenye kifungo alafu jamaa anamsanifu tu hapo. Hawezi toka. Alienda, sasa natoa mfano tu. Alienda akaingia kwa mwanaume bila kulipiwa mahari. Yeye akaenda akakaa. Sawa? Hawezi kutoka kurudi kwao. Tayari ana mimba. Mjamzito. Yeye alikuwa anatafuta upendo. Lakini kafika na jamaa linamsanifu pale, huwezi rudi kwenu. Umeshakuzalisha. Hapo? Umeshafika hapo. Mnaona hawa msiwachekee wanaume, anafanya hivyo hapa na kucheka. Kwa jamaa limeweka mkono. Msiwachekee hawa, achana nao hatari. Kwa hiyo umeona ameweka mkono mfukoni anamcheka, uendi kote. Sio unatafuta kupendwa. Hapo umefika. Tunacheka, lakini mimi nakutana na hizi kesi zinaumiza, si ndio? Umeshapewa mimba, uwezi ondoka. Wewe ulikuwa unatafuta upendo, ukakutana na sasa jamaa kama huyo sasa. Anakusanifu pale, utaenda wapi? Nyumbani uwezi kurudi, si ndio? Kwa hiyo umefungwa. Ni mahusiano yenye maumivu. Yote yanatokana na kutokujua upendo wa Mungu Baba. Mengine ndio hayo. Hapo umeona hiyo ni nini? Moto unawaka, lakini wameshikana mkono, lakini moto unawaka. Anashindwa kuchomoa sababu anatafuta upendo, lakini huko hamna upendo, kuna maumivu. Kwa hiyo yupo, wameshikana mkono, moto unawaka, lakini wanaenda. Sijui watafika, I don't know, lakini wanaenda. Muulize vipi ya kwako aisee, moto unawaka au ya kwako vipi? Mwambie moto unawaka au moto unawaka. Moto unawaka, maumivu makali. Moto unawaka. Hakuna furaha, hakuna amani, maumivu, moto unawaka kwa sababu ya kutokujua upendo wa Mungu Baba. Kwa mwishoni, cheki sasa, alikuwa anatafuta upendo, anatafuta kupendwa, anaishia kwenye hali ile. Hiyo haina haja kuuliza huyo anapitia nini, sio bwana? Kuna haja kuuliza pale kweli anapitia nini? Inajulikana hiyo picha inaonyesha kabisa huyu kuna kitu, au kapigwa nini, tunasema kapigwa tukio. Kapigwa tukio. Kala chuma.
Ninachoongea hapa ingia kwenye mambo yasiyo sahihi. Mnakumbuka? Niko kwenye hii point. Sitaki niwapoteze. Tuko kwenye hapa. Baadhi ya maeneo yasiyo sahihi ya kutafuta upendo. Eneo la kwanza kwenye vitu vya kimwili, sawa, au pesa. Eneo la pili mitandao ya kijamii. Umeelewa? Kwenye mitandao ya kijamii unatafuta validation. Unataka kupendwa kwenye mitandao ya kijamii. Unatafuta kupendwa kwenye mitandao ya kijamii. Alafu ya tatu kwenye mahusiano ya kuumiza. Mahusiano ya kuumiza. Hapa wengi, hata watakaotufuatilia wanaesikiliza, wengi wako hapa. Na hapa nitaanza kutafuta session, nitakuwa nakuja hapa kwa ajili ya kuongea tu na nyinyi. Nikusaidie uweze kutoka. Usije ukafe huko. Mungu anakupenda. Usisubiri kama ameanza kukupiga makofi, usisubiri kuuliwa. Yaani kama uko hivi, kama kweli mahusiano yako wako hivi, unavuja damu na uko bado, asema unahitaji msaada, utoke speed. Tusije tukasikie ni marehemu. Hatumuoni kazini siku mbili, kumbe alikukashakuwa marehemu. Kama umefungiliwa, sio mpango wa Mungu kuishi. Hayo sio mahusiano. Mahusiano ya staili hayo sio mahusiano. Sio mahusiano. Hiyo ni vita. Na ndio maana hili somo ni la muhimu. Sawa? Kwa hiyo tutaweka mkakati. Jambo la 4, kutafuta upendo ili kujaza upweke. Sasa mnisikilize hapa. Kutafuta upendo ili kujaza upweke ni changamoto kubwa sana ambayo naiona. Angalia ndoa zote zinazofungwa kwa mtu ambaye alikuwa anatafuta mtu wa kumuondolea upweke. Hazidumu. Sababu upweke hauondolewi na mtu. Kama wewe ni mpweke, ukiingia kwenye ndoa na kuhakikishia unaenda kwenye upweke mkubwa zaidi. Sababu hamna mtu atakuondolea upweke wako. Sasa kuna kosa linafanyika, kutafuta upendo ili kujaza upweke ulionao. So una empty. Ndio maana tunapowafundisha vijana ndoa, tunapowafundisha vijana usiende kutafuta, yani ndoa tuendi, yani wewe kama una upweke, hakikisha kwanza umeuondoa upweke kabla hujaingia kwenye mahusiano. Sababu ukiingia unaenda kuumizwa zaidi. Na tatizo liko hivi. Wapweke watavutiana. Yaani wewe mpweke utampata mpweke mwenzako. Kwa hiyo mtaenda wote wapweke. Na kila mtu anataka mwenzake amuondolee upweke. Ndio ngoma inakuwa. Ila tukiingia wote tumeonja upendo wa Mungu Baba. Si ndio? Mungu ananipenda. Na wewe unajua Mungu ananipenda. Tukiingia hapo tutajazana. Tutawezeshana kusonga mbele. Ila mpweke anaolewa na mpweke mwenzake. So, kuna tatizo hili, kutafuta upendo ili kujaza upweke. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu anatafuta mtu fulani akakamilishe furaha yako, badala ya wewe kujaza kwanza amani yako ya ndani. Wadogo zangu, jaza kwanza. Ndio maana ni muhimu sana nyinyi vijana kujua kwamba Mungu anawapenda. Cha kwanza, kupata upendo wa Mungu. Ni hatari kupendwa kwanza na mtu kabla hujajua kwamba Mungu anakupenda. Ni hatari. Na ndio kosa nalolifanya. Haya yote tunayoona sasa hivi, magomvi kwenye ndoa, watu wanauana. Si kwamba ndoa ni mbaya. Watu wanaingia kwenye ndoa kabla hawajajua kwamba Mungu anawapenda. Unataka mwanadamu akakupende. Nitawaambia baadaye tukianza kuongelea aina 4 za upendo. Huwezi kutoa ambacho una. Yaani huwezi kwenda kumpenda mtu wakati wewe mwenyewe bado hujapokea upendo wa Mungu. Si ndio? Lazima upokee kwanza upendo, ndio unaweza kumpa mtu. Utatoaje kitu ambacho huna? Utaanza kung'ang'ania. Ndio maana ya wokovu tunaposema au kukabidhi maisha yetu, Yesu aongoze maisha yetu. Maana yake tayari wewe umeshaupokea upendo, unaweza ukautoa. Sasa wewe unaolewa na mtu, yeye mwenyewe hajaipendwa na Mungu, hajui kwamba anapendwa. Hata kupendaje? Sasa atakutandika tu makofi kila siku asubuhi. Sasa yeye mwenyewe hajaupokea upendo, atatoa kitu ambacho hana. Mnanielewa? Kwa hiyo utaona tunahangaika kutatua matawi, hatujajili la msingi. Msikumbuke, msisahau slide yangu ya pili ilikuwa inasemaje? Upendo, kujua kwamba Mungu anakupenda ndio msingi wa maisha yenye afya. Usipojua hivyo umeshaharibu msingi. Unajenga floor ya pili chini ya
msingi ambao sio imani. Sio kwamba hawa watagombana, lakini kuna utofauti. Sasa wewe unaenda kutafuta upendo. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye mahusiano, hakikisha kwanza wewe umefanyaje? Umeshiba, umejaza. Watu wengi ukiwaona akiumizwa na mtu, baada ya wiki anatafuta mtu mwingine. Angalia, ataumizwa tena azipite wiki mbili. Anaumizwa na huyu, kabla hajapona anatafuta mtu mwingine, mpaka siku ambapo utajaza hiyo space na upendo wa Mungu. Basi kwa sababu wewe utaenda una maumivu yako. Kwa hiyo mko kwenye mahusiano, umekaa kimachale hivi, ataniumiza tena nini? Ataniumiza tena, kwa sababu bado wewe hujajaza, hujaondoa lile gap. Sema amen. Sema amina. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana uingii, usitafute. Nikasema hapa, naomba tusome wote 1 2 3 twende. Watu wengi wanaharibika kwenye mahusiano kwa sababu wanatafuta kupendwa badala ya kwanza kuelewa kuwa tayari kupendwa. Pointi ya muhimu sana, usahau maisha yako yote. Watu wengi wanaharibika kwenye mahusiano kwa sababu wanatafuta kupendwa. Alafu sasa nitakuja kuambia, hiyo anayekusema anakupenda inaweza kama anakutamani wewe hujui. Sababu tatizo la Kiswahili, anayekutamani akwambia nakutamani, anakuambia na nakupenda. Anayetaka kukuchezea anakuambia na kupenda. Anayetaka kulala na wewe anakuambia na nakupenda. Lakini wewe unajua kuna upendo aina tofauti, si ndio? Kuna upendo wa baba na mama, wote ni upendo, si ndio? Kuna upendo wa baba na mtoto wake, ni upendo. Kuna upendo wa kuipenda timu ya mpira, huo nayo ni upendo. Kuna upendo wa kumpenda Mungu, huo ni upendo. Sasa Kigiriki ni tofauti. Kuna kitu kinaitwa eros, tutakuja ukiangalia. Eros ni tamaa. Na akwambii na eros, anakuambia nakupenda. Kuna eros, kuna phileo, kuna storge love na kuna agape love. Tutakuja kuongea. Sasa akikuuliza dada, muulize ni aina ngapi ya hizi 4 kuanzia leo. Sawa? Sasa tutakuja kuongea kule. Kama ajui mwambie ondoka. Sababu inawezekana nakutamani, yeye anakuambia nakupenda. Jamani nashindwa kulala na kupenda. Sasa ujue huyo, muulize ni upendo upi, akutafsirie kabisa. Tutakuja huko zao. Tatizo sisi yote tunajumlisha moja kwamba nakupenda. Kumbe nakutamani. Sasa tutakuja kuongea hayo baadaye. Sema amina. Tutakuja kuongea hayo baadaye. Ili uelewe, akikwambia dada nakupenda, ujue anakupenda au na wanaume tutakuja kuona kama anakutamani, akishapata ndio imeisha. Atatafuta mwingine. Si anatamani? Wewe unasema kwa kweli ameniambia kabisa ananipenda. Aliniambia alikuwa anakutamani. Wewe hujui. Na ndio maana session hii imeandaliwa. Mpigie Mungu makofi kwa ajili ya session hii. Ili uelewe. Kwa hiyo lazima wale tutakuja kuongelea. Kwa hiyo watu mahusiano kwa sababu wanatafuta kupendwa. Usiende kwa mahusiano kwa sababu unatafuta kupendwa. Kupendwa tayari umeshapendwa. Na nani? Na Mungu. Kwa hiyo uende kutafuta kupendwa, tayari napendwa. Ndio maana hata akakuacha hamna kufa, kwa sababu Mungu ananipenda. Kama ameondoka acha aondoke. Yuko ataniletea wa kwangu. Wewe nenda zako. Yuko anakuja. Yuko anayenipenda. Yuko anayenipenda tayari. Mbona wanaume tu wanafurahia, wanawake wafurahia jamani? Naona wanaume mpaka wanaruka juu hivi. Kwa hiyo ukijua wewe uendi kwa sababu kutafuta kupendwa, badala yake kwanza naelewa kwamba tayari Mungu anafanyeje? Nikifika huko nitakuja kuelezea na ushuhuda zangu. Sababu mimi mwenyewe nishaachwa. Na wala ikushtuki kwa sababu unapendwa. Mungu jamani, Mungu ananipenda. Nitakuja kuona. Anasema amekuchora katika vitanga vya mikono yake. Na hakuna mtu akilijua ili somo vizuri atakataa mambo ya wokovu. Hakuna, hamjajua tu. Tunadhania tu wokovu ni kuacha pombe. Tanzania kuokoka. Watu wanajua kuokoka ni kuacha pombe. Ndio wanajua. Wanajua kuokoka ni kuvaa masketi marefu mpaka huko. Kuna watu wanadhania kuokoka. Kuna watu wanadhania kuokoka ni kuwa yani unakuwa mjinga hivi.
Kuokoka ni upendo, unaukubali ule upendo wa Mungu. Mungu anakupenda. Wewe ni wa thamani. Ndio hakuna mtu akielewa hivi atakataa wokovu. Hayupo. Wote to. Leo sasa tumezaniwa kuokoka ni ya mtazamaji, napenda kukaribisha kwenye kampuni yetu inaitwa Life Rise Academy. Ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa training kwa makampuni. Tunamshukuru Mungu, tumefanya kazi na makampuni mengi sana mpaka sasa. Tunaamini katika kurise, katika kuinua watu watendaji. Ukiinua wafanyakazi, umeinua kampuni. Tunafundisha masomo ya emotion intelligence, namna kujua kutawala hisia, mambo ya uwajibikaji, accountability, mambo ya mindset transformation, mambo ya stress management. Tunaamini kabisa ukifanya kazi na sisi utapata matokeo yaliyochanya. Pia tuna kitengo kwenye Life Rise Academy kinachohusiana na masuala ya mahusiano, relationship. Tunajua sasa hivi kuna changamoto kubwa sana za mambo ya marriage. Divorce rate imekuwa kubwa sana nchini kwetu. Kwa hiyo tuna kitengo maalum ambacho tunatoa counseling ya masuala ya ndoa. Tuna masuala ya premarital counseling, tunazitoa counseling mbalimbali za ndoa tunazitoa. Kwa hiyo tunaomba wasiliane na Life Rise Academy ili uweze kupata mafundisho mbalimbali ambayo yataweza kusaidia. Tutafurahi kufanya kazi na wewe, kampuni, mtu binafsi, tunafanya kazi na wewe na tutakupa kitu kilicho bora. Tunaamini sana katika excellence. Kwa hiyo karibu sana Life Rise Academy. Wasiliana na sisi kwa namba hizo hapo. Mungu akubariki sana. Sijakwambia kuacha pombe sio kwamba ndio ukani. Yaani nasema hicho ni kidogo, kitaondoka chenyewe. Yaani ukishaupokea upendo wa Mungu, hivyo vinakuwa vitu vidogo sana. Kwanza hata hamu utasikia. Utasikia hamu ya neno la Mungu. Tunakumbuka hiyo kilo vile. Utasikia hamu ya kumwabudu Mungu. Utasikia hamu ya kusali. Utasikia hamu ya kumpenda Mungu. Vile vitu vyote vinaondoka. Mimi nakwambia vitaondoka venyewe, wala utasikia mna. So, cha kwanza lazima tuelewe kwamba nini? Mungu anafanyaje? Na ndio maana muhimu sana toka wadogo tuanze kufundishwa. Mungu anakupenda. Na wazazi wawaambie watoto wako kwamba kuna watu hapa wamedanganywa tu kwa sababu hawakuambiwa na baba yao anapenda. Akaja mwanaume kuambia anakupenda. Ndio kwa mara ya kwanza Dar es Salaam umekuja ukasikia unapenda. Ukachanganyikiwa kabisa kwa baba hajawahi kukuambia, si ndio? Wazazi wako wao kukuambia na hujawahi ambiwa kwamba Mungu anafanyaje? Anakupenda. Anakuja mwanaume tu anakuambia dada, nakupenda sana. Hujawahi sikia. Umechanganyikiwa. Kumbe anakutamani. Sasa tutaongea vizuri, usikose. Watu wengi wanatafuta upendo sehemu isiyo sahihi. Nimeshaisema, si ndio? Namalizia sasa. Watu wengi wanatafuta upendo sehemu isiyo sahihi. Nimeshaelezea. Wanatafuta kwenye vile vitu, si ndio? Huwezi utakaa, mimi nakwambia utateseka. Natoaga habari ya mtu mmoja anaitwa, unajua Biblia inasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtapewa kwa ziada. Ni Biblia inasema, sawa? Mungu alikuwa na maana. Ukianza kutafuta, ukaenda vice versa, ukaenda kinyume, ukaanza kutafuta vitu kwanza, utakaa uridhike. So, unaenda kinyume na kanuni. Mnamfahamu kuna mchezaji mmoja wa mpira jina anatoka Gareth Pitt. Alikuwa mchezaji wa zamani wa Newcastle. Miaka ya nyuma alikutwa amejinyonga. Nitaonyesha picha yake kikija tena. Alikutwa amejinyonga nyumbani. Alikuwa kocha wa Scotland baada ya kustaafu. Ni tajiri, ana mke, ana watoto wawili. Kocha wa Scotland akajikuta amejinyonga chumbani. Sasa niliposikiliza ile habari na kipindi na mimi niko Uingereza, nikajiuliza mambo mengi sana. Usingetegemea ajinyonge sababu ana pesa. Wacheza mpira sio ana pesa. Ana influence kubwa dunia nzima. Mpaka mimi namjua huyu. Ana mke, ana watoto, ana nyumba, lakini akajikuta amejinyonga ndani. Unajua tatizo na kwa nini? Wewe unatafuta vitu, unadhania utapata amani kwenye vitu. Na kuna watu wengi hapa wanadhania watapata upendo kwenye vitu. Watapata hivyo vitu lakini hawana upendo. Bado hatafili kwa sababu mwanadamu hata kaa afurahie maisha nje ya Mungu wake. Huwezi. Ni kama umchukue samaki, umtoe kwenye maji, ukamweka kwenye sofa. Samaki atafanyaje? Atakufa.
sababu umemweka sehemu ambayo sio sahihi, sio conducive environment. Ndio maana mwanadamu hata sasa hivi ujifanye ndani yako una kiu ya kitu fulani, una kiu ya kuabudu, una kiu ya kuwa na mtu fulani unamwabudu, ndani yako una hicho kitu. Sababu Mungu ndivyo alivyotuumba. Sasa mnavozidi kukua karibu, unaanza kuambiwa kusali ni ushamba, twende disco. Wanawake utatembea nao wote, utatembea na wanaume wote, bado kuna kitu kitakuwa kinamisi mpaka siku kiuonje upendo wa Mungu. Mimi nakwambia vingine vyote vinakuwa sifuri, vyote vinakuwa sifuri. Ukiuonja upendo wa Mungu ni priceless, yani hakuna kingine kitakacho, sijui hata niwaambie, na nitawaombea hapa uonje upendo wa Mungu. Vyote vitakuwa batili, vyote vitakuwa batili. Nani alisema na hesabu? Paulo sasa, nimehesabu mambo yote kuwa hasara kwa sababu ya uzuri usio na kiasi wa kujua upendo wa Mungu Baba. Ni uzuri, hauwezi ukamwelezea mtu akakuelewa. Usimuelezea mtu akakuelewa. Uweze muelezea mtu akakuelewa. So watu wengi wanatafuta upendo sehemu ambayo sio sahihi, kwa sababu hawajawahi kujua upendo wa Mungu. Hiyo ndio sababu. Wengine wanaingia kwenye mahusiano mabovu, nimeshaelezea, si ndio? Kwa sababu anatafuta nini? Upendo. Hawajajua kujua upendo wa Mungu. Kwa hiyo anaanza kutafuta upendo kwenye mahusiano mabovu. Unaingia kwenye mahusiano, unakuwa mtumwa, na kutoka utaweza kutoka. Utamlazimisha mtu akupende ambaye yeye mwenyewe hajauonja upendo wa Mungu. Hana namna atakavyokupenda, hana namna. Kwa hiyo wanaingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi. Wengine wanakubali kutumiwa. Kwa hiyo anakutumia ili yeye ajifurahishe. Kwa hiyo unakuwa ni chombo cha kutumika. Kila weekend unaenda kwake, unalala, unafua, anakutumia. Wengine kwa sababu anatafuta nini? Upendo. Na anasema kwa wanafunzi kule vyuo vikuu, analipiwa ada, anapewa na hela, kwa hiyo anatumiwa kwa sababu anatafuta upendo. Wengine wanauza miili yao kwa sababu tu hawajajua upendo wa Mungu. Wanauza miili, wako pale Sinza, wanauza miili yao. Wengine wanabaki kwenye abuse kwa kuogopa kuachwa. Ndio wale hawa ndio kuonyesha, ndio hawa hapa. Wanakuwa abuse, anakuwa abuse au huyo anamabuse. Kwa abuse Kiswahili chake ni kufanyaje? Kwa abused ni kutumikishwa au kutumikiwa vibaya. Anakuwa abuse, maana yake anakutendea mambo ambayo sio ya kibinadamu na wewe huwezi kutoka. That is abuse. Na huwezi kutoka, huwezi kwenda kusema kwa sababu hujajua kwamba Mungu anakupenda. So kwa sababu ya hujajua upendo wa Mungu, unaingia kwenye mahusiano mabovu, unatumikishwa. Wengine wanauza mili, wengine wanakuwa abuse. Ukijua thamani yako, mdogo wangu, mbele za Mungu, hutakubali mtu akudhalilishe ili tu ujisikie kupendwa. Narudia, siku utakapojua thamani yako, hutakubali mtu akudhalilishe ili ujisikie unapendwa, kwa sababu nitajua mimi ni wa thamani na yuko aliyenifia ananipenda. Hata kama wote mtanichukia, yuko anayenipenda. Siko tayari kudhalilishwa kwa sababu ya fedha. Siko tayari mwili wangu ununuliwe. Mnajua dada, mtu anapokuambia ninakupa 10,000 au milioni ulale na wewe, maana yake amekupima thamani yako wewe, mwili wako ni milioni. Hiyo ni dharau. Wewe sio bidhaa ya kuuzwa. Wewe ni wa thamani. Semeni amina mabinti, semeni amina. Ukijua thamani yako mbele za Mungu, hutakubali mtu akudhalilishe ili ujisikie unapendwa. Tayari napendwa. Hata kama nalala chini, hata kama sina nauli ya kuja kazini, ninapendwa. Ninapendwa. Utapata confidence. Unakumbuka yale maisha ya afya, utakuwa na ujasiri. Utakubali kudhalilishwa.
Mtu ambaye hajawahi kuonja upendo wa Mungu anaweza kuuza future yake kwa sababu ya attention ya dakika chache. Kwa hiyo unaweza ukauza maisha yako ya baadaye kwa sababu ya jambo la dakika 5, kwa sababu hujawahi kuonja upendo wa Mungu. Siku ukionja upendo wa Mungu utaweza. Mimi watu wananiuliza, uliwezaje? Mimi nimekaa hostel hapa sema chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka 4. Sikujiingiza kwenye pombe. Huu mwili wangu, mdomo wangu haujui ladha ya bia, hujui ladha ya kinywaji chochote. Nimemwambia mimi nimemjua mwanamke na miaka 30 honeymoon. Hamjaelewa vizuri? Na ndio ukweli. Sio kwamba ule upendo wa Mungu unajaza, unaondoa mengine yote. Sio kwamba huyu mwanaume mzuri, ni mwanaume una nguvu, dada mrembo mzuri kabisa, mzuri, lakini bado una ile upendo wa Mungu unaondoa vyote. Hutakubali kuuza future yako, maisha yako ya baadaye kwa sababu ya tendo la dakika 3. Wengi wanauza future, wanauza maisha yao baadaye kwa sababu ya tendo la dakika 2. Wewe utakubali? Sema amen. Sema sitakubali. Sema sitakubali. Namalizia, ukijua Mungu anakupenda. Ukijua Mungu anakupenda, utaacha kuishi kwa hofu. Ukijua Mungu anakupenda, utaacha kujithamini kwa makosa, kwamba nimekosea basi mimi sio mzuri, kwamba nimekosea basi Mungu ameniacha. Mungu hayuko hivyo. Mungu sio kama baba yako, Mungu sio kama mama yako, Mungu sio kama meneja wako, Mungu sio kama bosi wako. Hata ukikosea Mungu anakupenda. Ngoja niwaambie, kuna watu wanadhania ukitenda dhambi Mungu anakukimbia. Dhambi ndio inakukimbiza na Mungu. Wewe ndio unakimbia, sio Mungu. Mungu akimbii. Narudia tena, usijithamini kwa sababu ya makosa. Mungu hajawahi kumchukia mwanadamu. Tatizo dini zetu zinaanza kutufundisha vibaya. Dhambi ndio inakutenga na Mungu. Mungu hakutengi na wewe. Kama mnabisha, angalieni Yesu alipokuwa na dili na watu wenye dhambi. Alikuwa anakula na malaya, si ndio? Anaenda naye na sisi tutakutenga, ya kutenga. Kwa hiyo ukijua Mungu anakupenda, ukifanya dhambi, ndio maana kuna kitabu nimeandika, Uhuru wa Kuchagua. Kuna chapter moja nimeandika hivi: usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu. Hata ukifanya dhambi, usimkimbie Mungu, nenda kwa Mungu. Sisi tunaweza tukasema huyu jamaa amefanya dhambi, huyu jamaa ni mzinifu, hafai, ila sio Mungu. Nitakupa mfano, utanielewa sasa hivi wakati namalizia. Ukijua Mungu anakupenda, utaacha kutafuta acceptance, kukubalika kwa gharama yote. Hutakubali kujiuza, hutakubali kujiachia uchi, hutakubali kukaa vibaya ili watu validation, eti watu wanikubali. No. Yuko anayenikubali hata kama wote mnikubali. Umenipata? So sitakutafuta acceptance ya watu, validation za watu. Na mwisho utaanza kuona thamani yako halisi. Ukijua Mungu anakupenda, utaanza kuona thamani yako halisi. Utaishi kama king, utaishi kama queen hapa duniani. Sababu ninajijua yuko anayenipenda kuliko watu wote. Hata kama baba anipendi, hata kama hamna anayenipenda kazini, yuko anayenipenda kuliko watu wote. Ukijua hivyo ni thamani yako. Sasa nimalizie, ninapomaliza hapa, nimeongea kipengele cha muhimu sana hiki hapa. Utaacha kujithamini kwa makosa. Kwenye Biblia sisi kuna mtu mmoja anaitwa mwana mpotevu. Wangapi wameshasikia habari yake? Sasa nataka kuonyesha namna ambavyo Mungu anatupenda. Mwana mpotevu ni story ambayo tunaambiwa kuhusu watu wawili. Mmoja, tutaanza kupiga kinanda kwa mbali. Mmoja mkubwa, mdogo alimwambia baba yake, nipe mali yangu inayeniangukia, si ndio? Ndio. Akachukua mali, babake akampa. Akaenda nchi ya mbali, akaanza kutapanya mali. Biblia inasema kwa maisha ya uasherati. Akaanza kuchezea fedha, akaanza kwenda disco, akaanza kula na wanawake, akacheza. Biblia inasema pesa zilipoisha zote, akaanza kutafuta kazi ya kufanya. Kuna siku akasema, hivi ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi niko hapa ninateseka kwa njaa. Akasemaje? Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na juu ya nchi. Sistahili tena kuitwa mwanao. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Sasa nataka kuonyesha
namna Mungu alivyo na upendo. Yule kijana aliposema hivyo akasema nitarudi kwa baba yangu, si ndio? Alafu kesho yake akafunga safari, akaanza kwenda kwa baba yake. Biblia inasema alipokuwa angali mbali, baba yake akamuona. Hiyo inatufundisha kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kumbe siku zote baba yake alikuwa anakaa anasema, lini mwanangu anarudi? Hatuambiwa aliondoka kwa muda gani, lakini anatuambia alipokuwa angali mbali, baba yake akamuona, akamkimbilia. Nataka kuonyesha upendo wa Mungu. Kuna watu wanazania hapa dhambi uliofanya eti Mungu amekusahau. Sio Mungu. Sisi wanadamu ndio tunaweza tukakusema sio Mungu. Mungu siku zote anakaa na kusubiri lini atarudi. Lini atarudi? Sababu Mungu anakupenda. Sisi tunaweza tukakutenga. Sisi wahubiri tunaweza